turekodi twende, kitarushwa. Tuweze kuendelea kusubiri. Amen. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Hongereni kwa mwezi mpya. Amen. Tumepambana huku kwa ajili ya mtandao, naona umetugomea. Watu wa YouTube tasubiri tuwatumie recorded, kwa sababu tunaona live inakata mara mbili, tunaona inakata tu. Hiyo watu wa Mungu, tulishafungua ibada yetu. Tunakwenda kuomba kwa ajili ya lango la mwezi. Neno linalotuongoza ni kitabu cha Ezra kitabu cha Ezra sura ya 8 kuanzia mstari wa 21. Ezra 8 kuanzia mstari wa 21 mpaka mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, ndipo nikaamuru watu kufunga hapo penye lango penye mto wa Ava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi, ili kutusaidia juu ya adui njiani, kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukasema, mkono wa Mungu juu ya watu wote wamtafuta, kuwatendea mema, bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatutakabari. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoenda kuomba kwa ajili ya lango la mwezi, tunaenda mwezi wa pili, tunaenda kumsihi Mungu aende pamoja na sisi na kutulinda dhidi ya adui njiani katika lango la mwezi wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo adui yeyote wa njiani katika lango la mwezi wa pili, Bwana akatulinde na adui huyo na kutuepusha na hao maadui. Kwa hiyo ulinzi unakuwa juu ya vitu vyetu vyote sawa sana. Hiyo Ezra 8:21 anasema, ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto wa Ava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi. Na maana unaomba kwa ajili ya lango la mwezi kwa ajili yako wewe mwenyewe, kwa ajili ya watoto wako na kwa ajili ya mali zako. Amen. Kwa hiyo unapoenda kuomba kwa ajili yako, kwa ajili ya watoto, sijajua anayeongea kama anaongea na mimi huku. Maombi yako yalenge sana kwa ajili ya ulinzi kwako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya mali zako. Omba kwa ajili ya familia yako. Mungu atulinde kwenye lango la mwezi wa pili, atuepushe na maadui walioko kwenye mwezi wa pili. Amen. Kwa hiyo tunakwenda kuomba kwa ajili ya lango la mwezi wa pili. Shukuru Mungu kwa jinsi ambavyo Mungu ametusaidia, ametutetea, ametulinda kwa mwezi wa kwanza wote salama. Tumevuka tukiwa wazima na tumeweza kuona mwezi mwingine, mwezi wa pili. Kwa hiyo mshukuru Mungu. Baada ya hapo, omba toba na rehema juu ya yote yasiyo sawa kwenye nchi yetu. Lakini jambo la pili, nenda mbele za Mungu, ng'oa mapando yote yaliyokuwa yamepandwa kwenye ndani ya mwezi wa kwanza. Ng'oa yaliyopandwa yakaelekezwa kuota mwezi wa pili. Ng'oa mapando yote ya kuzimu yaliyopandwa kwa ajili yako, watoto wako na mali zako. Lakini baada ya hapo, semesha sasa lango la mwezi. Semesha mwezi unataka nini kitokee, nini yapate. Omba kwa bidii, tegua mitego iliyotegwa ndani ya mwezi wa pili.
mipango yote ya adui iliyopangwa, iliyokusudiwa katika mwezi wa pili, Mungu akaibatilishe na kuiharibu kabisa katika jina la Yesu. Basi twende mbele za Bwana tuombe, lakini usisahau kuomba kwa ajili ya ibada za siku ya leo, maana leo ni siku ya Jumapili ya ibada. Wale wote mnao amini katika ibada ya siku ya Jumapili, twende mbele za Mungu tukaombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Mfalme, katika jina la Yesu ninakushukuru Mungu mwenye nguvu, ninakutukuza maana wewe peke yako ni Mungu mwaminifu. Hakuna Mungu kama wewe. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu. Wewe ni mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, Mfalme wa falme, Baba wa milele, niko ambaye niko, uliye kuwepo, unayeishi, unayemiliki, unayetawala. Wewe peke yako ni Mungu mkuu. Tunakushukuru. Asante kwa rehema zako, asante kwa fadhili zako, asante kwa uaminifu wako Kristo. Tunakushukuru mtakatifu Mungu wetu. Asante Baba yetu mwema, asante Mungu mwenye nguvu, asante Mfalme, asante Jemedari, asante Mungu mwenye nguvu, niko ambaye niko, uliye kuwepo, upo, unaishi, unayemiliki, unayetawala. Tunakubariki, tunakutukuza. Asante kwa huruma zako Mungu wetu, asante kwa fadhili zako, asante kwa uaminifu wako, asante Roho Mtakatifu, maana wewe peke yako ni Mungu mkuu. Tunakubariki, tunakutukuza, tunalihimidi jina lako. Wewe ni ngome yetu, maficho yetu, nuru na mwanga wa njia zetu ni wewe Bwana. Baba, tunakushukuru mno. Asante kwa jinsi ambavyo umekuwa ngao na kigao katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu, asante Mungu wetu, asante Baba, asante Jemedari, asante. Ni wewe peke yako unayetenda, ni wewe peke yako unayefanya kwa utukufu wa jina lako Yesu. Tunakuinua, tunakutukuza, tunakubariki. Pokea sifa e Bwana. Asante Mungu wetu. Koria masandara makoria rama shantara masikiri masanda mandorobo koria mandiri masai rama shentere masaka rama koria manda rapa koria masai rika sekeria masanda mandorobo koria mando ropo koria mandara masai kara masekeri masaka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Mfalme, rika sandara makora rama sekeri masaka ropo koria manda rese kiriandara makoria rama shandorobo sai rika sikiri masandara makoria rama sikiri masaka rama sikiri masandara makoria rapa shetere masanda mandorobo koria manda resa kara masaka. Baba, asante Mungu wetu, asante. Asante kwa ajili ya mwezi wa kwanza. Asante Mungu mtakatifu, asante ulikuwa nasi, umekuwa mwaminifu, umetulinda, umetuepusha na mauti, umetuepusha na mabaya. Tumeuona mkono wako, tumeziona fadhili zako, tumeyaona matendo yako makuu ya ajabu. Pokea sifa Kristo Bwana, pokea sifa Jemedari, pokea sifa, maana wewe peke yako ni Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe, aliyetenda, aliyetutetea, anayetusaidia, anayetupigania. Ni wewe peke yako mtakatifu, ni wewe tu Bwana. Tunakushukuru, tunalibariki jina lako. Asante Yesu. Rapo koria mandara masaka rimandorobo koria mandara masai rapo koria mandiri masaka kara masikiri masaka ropo koria manda mandorobo sakara masia rapa shendere makoria rapa koria manda mandorobo sikiri masaka. Baba, asante. Asante Baba kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa uaminifu wako Kristo. Tunakushukuru Mungu wetu, asante. Asante mtakatifu, Mfalme wa falme, Baba wa milele, Mungu wetu, uhimidiwe, utukuzwe tu Bwana. Asante kwa ajili ya wiki ya kwanza ya mwezi wa kwanza. Asante kwa ajili ya wiki ya pili ya wiki ya mwezi wa kwanza. Asante kwa ajili ya wiki ya tatu ya mwezi wa kwanza. Asante kwa ajili ya wiki ya 4 ya mwezi wa kwanza. Asante kwa ajili ya siku 31 za mwezi wa kwanza, kwa namna Baba ambavyo ulikuwa na sisi, ambavyo Mungu umetubeba, umetusaidia, umetutetea, umetupigania. Tumekuona Bwana, tumeziona fadhili zako, tumeyaona matendo yako, tumeuona mkono wako ukitusaidia. Asante Roho Mtakatifu, asante Baba yetu, asante Mungu, asante Baba, katika jina la Yesu Kristo. Rama sikiri masakarama reko sikiriando, katika jina la Yesu Kristo tunakutukuza,
Asante kwa ajili ya familia zetu, asante kwa ajili ya kazi za mikono, asante kwa ajili ya biashara zetu, asante kwa ajili ya kila kitu Yesu ambacho Mungu mtakatifu umehusika nacho, umetutetea, umetupigania, umetulinda, umetufadhili kwa fadhili zako kuu. Mungu wetu, uhimidiwe, utukuzwe Kristo Bwana, uhimidiwe, utukuzwe Mungu wetu. Tunakubariki, tunakutukuza, tunakuinua. Asante, asante Roho neema na kweli. Asante Mungu mtakatifu Baba, asante, asante Kristo, asante Jemedari Baba yetu, tunakushukuru Mungu mwenye nguvu, tunakubariki. Wewe ni Mungu pekee, hakuna Mungu kama wewe. Uhimidiwe, utukuzwe Kristo, uhimidiwe, utukuzwe Mungu wetu, uhimidiwe, utukuzwe mfalme wa falme. Baba tunakushukuru, mwenye nguvu tunakutukuza, mwaminifu mwema tunakuinua. Baba mwenye nguvu tunakubariki. Asante Roho kweli, asante mfalme wa falme, asante Jehova Rafa, asante Mungu tupendaye, asante kwa kutusaidia, asante kwa kututetea, asante Roho Mtakatifu tunakushukuru. Ni wewe tu Bwana ulikuwa nasi mwezi mzima, ukatulinda njiani, ukatuepusha na mabaya, ukatuokoa na mauti, ukatuepusha na ajali. Yesu tunakushukuru, asante kwa fadhili zako Mungu. Asante Bwana, asante kwa ajili ya kutusaidia kuomba mwezi mzima wa kwanza. Hakuna siku ambayo tulishindwa kuomba. Baba tunakurudishia sifa, tukuzwe na shukrani. Yote ni vya kwako Mungu wetu. Pokea sifa Bwana, pokea sifa Jemedari, pokea sifa Kristo, pokea sifa Mungu. Tunakushukuru, asante Mungu wa milele, asante Mungu wa pekee na wa kweli. Tunakurudishia sifa na tukuzo, maana wewe peke yako ni Mungu mwaminifu. Asante Mungu wetu, asante Baba yetu, asante maana peke yako unastahili. Tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho Baba, tunaomba toba na rehema kwa ajili ya taifa letu. Asante Mungu kwa sababu wewe Mungu hujawahi kutuacha pamoja na maovu na makosa na mabaya tunayoyatenda. Baba tunaomba utusamee, tunaomba uturehemu, tunaomba ututakase kwa damu yako ya thamani, utusafishe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rama shandorobokoria rimandorobosai ramakoria mandara masaka rika mandorobosai, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Mfalme, katika jina la Yesu tunaomba uturehemu, tusafishe kwa hisopu yako. Tunatubu kwa ajili ya viongozi, tunatubu kwa ajili ya mahakama na bunge na serikali kuu. Bwana tunaomba toba kwa ajili ya mipaka na mikoa na wilaya na tarafa za taifa la Tanzania kwa damu ya Yesu. Baba ukatuhurumie, ukatusafishe katika jina la Yesu. Nipo Baba mtakatifu, tunakusihi katika jina la Yesu, Mungu wa milele, Mungu wa pekee na wa kweli, wewe ambaye ni mwema sana Baba Mungu usiyeshindwa, niko ambaye niko, wewe ambaye ni nuru na mwanga wa njia zetu. Baba mtakatifu, Mungu wa milele, simama nasi tena kwa ajili ya lango la mwezi wa pili kwa nchi yetu katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu tuepushe na mauti, tuepushe na mabaya, tuepushe na ajali, tuepushe na uharibifu kwa ajili ya taifa letu kwa jina la Yesu. Tuepushe na mabaya yote katika jina la Yesu. Tuepushe na kila mkono wa muindaji, tuepushe na hiyo tauni haribuyo, tuepushe na maafa, tuepushe na hatari, tuepushe Mungu na kila mabaya yote yaliyokusudiwa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba wa milele, Mungu wetu, tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho, tunang'oa kila mapando yaliyopandwa na kuzimu, tunang'oa kwa damu ya Yesu chochote kilichopandwa ili kiote mwezi wa pili, yaliyopandwa ili yatokeze tunapoanza mwezi wa kwanza. Baba, kwa jina la Yesu tunang'oa kila mapando ya kuzimu, tunang'oa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba mtakatifu, Mungu wetu, kila pando la mauti, pando la ajali, pando la hasara, pando la uharibifu, kwa damu ya mwana kondoo tunang'oa hayo mapando yote yaliyokusudiwa, yaliyopandwa ili yaote kuharibu watoto wetu, kuharibu kazi zetu, biashara zetu, ndoa zetu, maisha yetu yote. Mungu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, umesema pando asilolipanda Baba wa mbinguni inang'olewa. Ndivyo nasi tunaomba katika jina la Yesu, pando lolote la kuzimu ambalo adui ameliachilia, ambalo amelipanda Baba, tunang'oa hayo mapando yote kwa damu ya Yesu. Hayo mapando yote yanang'olewa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hayo mapando ya mauti yanang'olewa, hayo mapando ya ajali yanang'olewa, hayo mapando yote yaliyopandwa na kuzimu tunang'oa kwa damu ya mwana kondoo.
Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunang'oa kwenye biashara zetu, kwenye kazi zetu, kwenye afya zetu, kwenye ndoa zetu. Yote yaliyopandwa tunang'oa kwa damu ya Yesu. Hayo mapando ya giza yote tunang'oa. Hayo mapando ya ajali tunang'oa. Hayo mapando ya mauti tunang'oa. Hayo mapando ya hasara tunang'oa. Kila panda asilolipanda Baba wa mbinguni tunang'oa kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, hayo mapandikizi yote yaliyopandwa na waganga na wachawi na warozi na washirikina na wenye ila, wenye wivu, watuchukiao, wasiotupenda, hayo mapando yote tunayang'oa kwa damu ya Yesu Kristo. Kila panda asilolipanda Baba wa mbinguni, Mungu umesema linang'olewa. Tunakusi katika jina la Yesu, hayo mapando yote yang'olewe leo. Yote tunang'oa kwenye nyumba zetu, kwenye ardhi zetu, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye familia, kwa damu ya Yesu. Yaliyopandwa kwenye tumbo, yaliyopandwa kwenye figo, kwenye ini, kwenye moyo, kwenye kongosho, kwenye bandama, yaliyopandwa kwenye masikio, kwenye koo, kwenye macho, kwenye kichwa, yaliyopandwa kwenye mikono, kwenye miguu, tunang'oa yote kwa jina la Yesu. Kwenye matumbo ya uzazi, kwenye viuno, tunang'oa kabisa kwa jina la Yesu. Hayo mapando yote tunang'oa. Hayo mapando yote tunang'oa kwa damu ya Yesu. Kila panda ambalo kuzimu imelipanda tunang'oa kwa damu ya mwana kondoo. Mapandikizi yote ya kichawi kutoka kwenye madhabahu za giza, yote tunang'oa kwa damu ya mwana kondoo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, umesema panda sio lipanda Baba linang'olewa. Mungu yako mapando yaliyopandwa ya kichawi yote tunang'oa kwa jina la Yesu. Tunabatilisha kila makusudio yao na matamko walioyatamka na vile walivyovikusudia Baba, katika jina la Yesu Kristo. Tunang'oa vyote kwa damu ya Yesu. Tunang'oa vyote kwa damu ya mwana kondoo. Rapo koria masaka mandara masikiri masaka rapa shandiri masa ramandorobo koria rika mandara masaka rapa koria manda mandorobo sae rika mandorobo saka. Pando lolote walilolipanda kwa ajili ya ndoa zetu, kwa watoto wetu, hayo mapando yote yanang'olewa kwa jina la Yesu. Hayo mapandikizi yote yanang'olewa. Hayo mapando yote ya kipepo yanang'olewa kwa jina la Yesu Kristo. Koria masakarama rika mandorobo koria. Hakuna kitakachoota mwezi wa pili. Kila walichokipanda ili kitokeze mwezi wa pili, hayo mapandikizi yote tunang'oa kwa damu ya Yesu. Hayo mapandikizi yote tunang'oa. Ramosia imandiri koria andara masaka andara makoria mandorobo sakara makora rapa kataya masaka ria mandorobo koria rika sakataya mandorobo koria mandira. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, hayo mapando yote ya kichawi yanang'olewa kwa jina la Yesu Kristo. Nang'oa kwa watoto wetu, nang'oa kwenye fahamu na akili zao kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, nang'oa mapando yote yaliyopandwa kwenye madhabahu hii, yalipandwa ili kuharibu hatima zetu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba mtakatifu, Mungu wetu, ninakusihi katika jina la Yesu, pando lolote la kipepo yote yanang'olewa yote kwa jina la Yesu. Yanang'olewa yote kwa damu ya mwana kondoo. Ropo sakara masanda mandara makoria mandira masai, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Takatifu Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, nipo tunakuja mbele zako Bwana, wewe ambao umesema kila panda usilolipanda wewe, na ukasema apandacho mtu ndicho avunacho. Tunageuza hayo mapando, tunawarejeshea wao wenyewe, tunayaelekeza kujua vichwa vyao wenyewe, yakawapate wao wenyewe, maana imeandikwa, atengenezaye ubaya hautaondoka malangoni pake. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Takatifu Mungu wetu, rika sandala makoria rama sikiria ndala makoria rika sandala masa rapa koria manda mandorobo sikiri masaka rapa shetere masaka ramandorobo koria rika mandorobo sa ramandara makoria, katika jina la Yesu Kristo. Rapa koria manda resa karamasaka imandorobo koria, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba mtakatifu, Mungu wetu, hayo mapando yote yanang'olewa katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Takatifu Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, wewe ambaye ni mwema na ni mwaminifu mno, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Rama sikiri masaka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rama sikiri andara makoria rapa koria mandara makoria risa kataya mandorobo koria, katika jina la Yesu Kristo.
korobosaka ramashandorobokora ramasaka mandara makoria manda, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, korobo sakara makora rika sakariandara makoria rapa sikiriando rapa koria manda resakata rika mandorobosa rapa koria manda mandorobosiki rika mandorobokoria, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakuja na damu ya Yesu. Tunasimama kwenye lango la mwezi mpya ambao Bwana umetupa neema ya kuingia, maana imeandikwa, kila utakapokanyaga nyayo za miguu yako nimekupa. Asante kwa sababu umetupa mwezi wa pili. Mtu wa Mungu, omba kwa ajili ya lango la mwezi. Omba, mshukuru Mungu kwa sababu amekupa neema ya kukanyaga mwezi wa pili. Amekupa huo mwezi. Asante kwa ajili ya mwezi wa pili. Asante kwa ajili ya malango yake. Asante kwa ajili ya siku zake. Asante kwa ajili ya kuta zake. Baba, asante kwa ajili ya fadhili zako ambazo ziko ndani ya mwezi wa pili, maana zitatufuata siku zote za maisha yetu, siku zote za mwezi wa pili, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, tunamwaga damu ya Yesu kwenye lango la mwezi wa pili. Tunamwaga damu ya Yesu kwenye kila Jumatatu ya mwezi wa pili. Tunamwaga damu ya Yesu kwenye kila Jumanne ya mwezi wa pili. Tunamwaga damu ya Yesu Kristo. Rama sikiriandara makoria rama sakariandara makoria rika sanara makoria manda rika sakara masa rapa koria manda. Na mwaga damu ya Yesu kwenye kila Jumatano ya mwezi wa pili. Na mwaga damu ya Yesu kwenye kila Alhamisi ya mwezi wa pili. Na mwaga damu ya Yesu kwenye kila Ijumaa ya mwezi wa pili. Na mwaga damu ya Yesu Kristo kwenye Alhamisi ya mwezi wa pili na Ijumaa. Na mwaga damu ya Yesu kwenye kila Jumamosi ya mwezi wa pili. Na mwaga damu ya Yesu kwenye kila Jumapili ya mwezi wa pili mzima. Na komboa mwezi huu kwa damu ya mwana kondoo, na enea pande zote. Na mwaga damu ya mwana kondoo, na izingira siku zote, wiki zote, na zinyunyizia damu ya Yesu. Baba, asante kwa ajili ya asubuhi ya mwezi wa pili. Asante kwa ajili ya mchana ya mwezi wa pili. Na mwaga damu ya Yesu kwenye alasiri ya mwezi wa pili. Na mwaga damu ya Yesu kwenye kila jioni ya mwezi wa pili. Na mwaga damu ya Yesu kwenye kila usiku na mwezi wa pili. Na kamata malango yake yote, lango la asubuhi kwa damu ya Yesu, lango la mchana kwa damu ya Yesu, lango la alasiri kwa damu ya Yesu, lango la jioni kwa damu ya Yesu, lango la usiku kwa damu ya Yesu. Ninakamata kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Rapa sekeri masanda mandara makoria mandiri masaka rapa koria manda, kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, ninaukamata mwezi wa pili, na ingia ndani yake. Baba, umesema kila takapokanyaga nyayo za miguu yangu umenipa. Asante kwa sababu umenipa mwezi wa pili, na mwezi wa pili tutaenea, tutafanikiwa, tunamiliki pande zote kwa damu ya Yesu. Baba mtakatifu, Mungu wetu, asante kwa ajili ya lango la mwezi mpya, maana utatubeba salama na watoto wetu. Asante kwa sababu utatubeba salama na ndoa zetu. Asante kwa sababu utatubeba salama na kazi zetu na biashara zetu. Mwezi wa pili, sikia maneno ya vinywa vyetu, nasi tunanena ya kwamba ndani yako tutakuwa salama, hatutapungukiwa na kitu chochote, kwa sababu Bwana ndiye mchungaji wetu. Hatutashindwa na kitu chochote, kwa sababu tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mwezi wa pili Bwana, maana mwezi wa pili tumetupa hatua nyingine mpya ya sisi kuinuka na kufanikiwa. Asante Roho Mtakatifu, kwa sababu ndani ya mwezi wa pili tunaenea pande zote. Kandara basikiri masaka rapa shendele makoria manda raka sikiri masan rapa shendele makoria, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa ajili ya mwezi huu mzima wa mwezi wa pili ambao tunaenea kwa damu ya mwana kondoo, na katika mwezi huu ambao tunaanza na lango la kufunga, tunapoingia kwenye mfungo kwa jina la Yesu, ndipo Ezra anatuambia aliamuru watu kufunga hapo penye mto Ahava, ili kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe. Baba, katika jina la Yesu tunakuja kwako Mungu mtakatifu kwenye lango la mwezi wa pili. Tunaomba ulinzi kwa ajili yetu. Naomba unilinde mimi na watu wako hawa. Naomba ulinde waume zetu na wake zao. Naomba ulinde wazazi wetu na watoto wetu. Naomba utulinde na ndugu na jamaa zetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Anasema kwa ajili
njia iliyonyoka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu. Baba, tunaomba ulinzi wa watoto wetu. Bwana, tunaomba ukatulinde wanapotoka na wanapoingia, walinde walioko mashuleni, walinde waliko nyumbani. Baba, tunaomba ulinzi wa watoto wetu katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Maana umesema utatulinda na mabaya yote. Ninakuomba Bwana katika jina la Yesu, linda watoto wetu na mabaya yote ndani ya mwezi wa pili. Nilinde na mabaya yote, walinde watu hawa na mabaya yote. Linda waume zetu na mabaya yote, linda wake zao na mabaya yote. Baba, nakusihi katika jina la Yesu ukatulinde na mabaya yote. Bwana, walinde watoto wetu na kwa ajili ya mali zetu. Tunakataa uharibifu, tunakataa wizi, tunakataa mateso, tunakataa mauti, tunakataa hasara kwenye biashara zetu, tunakataa habari mbaya. Mungu, tunaomba ulinzi wa mali zetu, ukatuzingire kwa ukigo wako pande zote kwa damu ya Yesu. Ndio maana shetani alisema Ayubu hakuchi bure, ni kwa sababu umemzingira kwa pande zote na mali zake umeziongeza. Mungu, tunakuomba ndani ya mwezi wa pili ukawe ni mwezi wa maongezeko, tukastawi na kuenea pande zote. Mwezi wa pili tukastawi, mwezi wa pili tukaongezeke, mwezi wa pili tukapate faida katika kazi zetu, katika biashara zetu. Ndani ya mwezi wa pili hatutatoka patupu. Mwezi wa pili ukatutolea yaliyo mema, tukaone faida, tukaone kuinuka, tukaone kuzidi. Tunakataa mabaya, tunakataa habari mbaya, tunakataa hasara. Baba, kama ulivyotuahidi ya kwamba tutatoka kwa furaha na kuongozwa kwa amani, milima na vilima vitatoa nyimbo na miti ya kondeni itapiga makofi. Ndivyo Mungu tunavyoendelea kukiri neno lako ambalo umetupa kwa mwaka huu. Ni mwaka wetu wa kutoka kwa furaha na kuongozwa kwa amani, na milima na vilima vikatutolee nyimbo na miti ya kondeni ikapige makofi kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, nakusihi katika jina la Yesu ukatulinde. Bwana, ukatulinde. Nilinde mimi, nilindie watu hawa. Linda Baba madhabahu hii na watu wake katika jina la Yesu. Linda watoto wako na watumishi wako wanaotufuatilia kwenye lango la YouTube, wanaotufuatilia Bwana kwa njia ya Google, wanaotufuatilia kutoka mataifa mbalimbali. Baba, naomba ulinzi kwa ajili yao. Ni mwezi mpya, Roho Mtakatifu rikasando riamandara makoria masanda. Tumesimama langoni Bwana, tumesimama kwenye lango la mwezi wa pili. Tunabatilisha kila mauti, kila ajali, kila mikosi, kila laana. Mungu, nakuomba katika jina la Yesu Kristo, simama mwenyewe Bwana, utuokoe, tuokoe na mabaya, tuokoe na uharibifu. Ndio maana Yesu alisema, maana naliona haya kumuomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui njiani. Baba, katika jina la Yesu, kila maadui waliotandazwa, walioachiliwa katika njia zetu ndani ya mwezi wa pili, Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunatafuta uso ulionyoka. Tunaomba neema yako na mkono ulionyoka utokao kwako ukatulinde dhidi ya adui walioko njiani ndani ya mwezi wa pili. Tulinde na magonjwa, tulinde na ajali, tulinde na hasara, tulinde na mikosi, tulinde na laana, tulinde na chochote ambacho Bwana kuzimu imekiachilia ndani ya mwezi wa pili katika jina la Yesu. Katika njia zetu zote, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye familia, kwa waume na watoto na ndugu na jamaa, Baba, ukatulinde dhidi ya adui njiani. Kwa maana tulikuwa tumesema mfalme, ukisema mkono wa Mungu huu juu yetu, tunaomba mkono wa Bwana. Omba mkono wa Bwana ukawe juu yako. Omba mkono wa Bwana, mkono wa Bwana ukupunguka hata usiweze kuokoa. Mwambie Baba, tuokoe dhidi ya adui njiani mwezi huu. Tuokoe dhidi ya adui njiani mwezi huu kwa jina la Yesu. Baba, tuokoe dhidi ya adui njiani ndani ya mwezi, ukatuokoe dhidi yao. Maana mkono wako Bwana, wewe ni mkono usiopunguka. Ezra anasema, tulisema kwamba mkono wa Bwana uko juu yetu. Acha mkono wa Bwana ukawe juu ya kazi zako, biashara zako, ndoa yako mwezi huu wa pili katika jina la Yesu. Baba, tunakuomba katika jina la Yesu, mkono wako ukawe juu yetu, mkono wako ukawe upande wetu, mkono wako ukawe kwetu katika jina la Yesu. Huo mkono wako ukawe upande wetu. Riba sanda mandara makuria mandara masaka. Baba, mkono wako ukawe upande wetu, mkono wako usiopungua, mkono wako usiopungua, mkono wako usiopungua ukawe upande wetu. Robo saka, ukawe nasi mkono wako Yesu, ukawe nasi mkono wako Kristo, ukawe nasi mkono wako Bwana, ukawe nasi. Rama shendere masaka rapa koria mandara masa reseketara masaka mandorobo koria. Baba, naomba mkono wako uwe juu ya watoto wetu. Naomba mkono wako Bwana ukawe juu ya ndoa zetu. Naomba mkono wako Bwana uwe juu ya biashara zetu na kazi zetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kandara masikiriana anasema, basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya
hayo. Wayapi? Omba Bwana kwa ajili ya ulinzi wako. Omba Bwana kwa ajili ya ulinzi wa watoto wako. Omba Bwana kwa ajili ya ulinzi wa mali zako. Huu mwezi ukawe ni mwezi wa kukusanya na kupokea yaliyo mema. Tusipukutishe Bwana mazao na matunda yetu kabla ya wakati. Katika jina la Yesu Kristo tunakataa mauti ndani ya mwezi wa pili. Tunakataa ajali ndani ya mwezi wa pili. Tunakataa uharibifu ndani ya mwezi wa pili. Tunakataa mauti ndani ya mwezi wa pili kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Resa karia mandorobo koria mandorobo sikiri masaka rapa shandorobo koria ramandere masaya rikandara masaka rikandara makorobo saya ropo ramaseketarama indiri mandorobo koria rakandorobo saka ropo koria manda resa kataya mando andorobo koria. Ayamlisha malango ya mwezi wa pili yawe wazi. Fungua malango ya mwezi wa pili, mtu wa Mungu. Hayo malango yako yakawe wazi daima, yasifungwe usiku wala mchana. Mataifa wakuletea utajiri wao, wakiongoza na wafalme wao pia. Acha malango yafunguke ya mwezi wa pili. Na amlisha magharibi, mashariki, kaskazini na kusini ifunguke, ikalete yaliyo mema, ikatupe faida, ikatupe matokeo mazuri ndani ya mwezi wa pili katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu malango yetu yakawe wazi, malango yetu yakawe wazi, malango yetu yakawe wazi kabisa katika jina la Yesu. Korobo sakara masaka mandara makoria mandiri masai ikantara maseke rapa shandorobo koria rama sekerianda resa kataya makora ropo koria manda mandorobo sikiri masaka rapa shandara masaka rikandara masaya resa katayama indiri korobo saka. Nafungua malango, lango la afya liwe wazi, lango la kibali liwe wazi, lango la fedha liwe wazi, lango la amani liwe wazi. Nafungua kwa mwezi wa pili. Hakuna mauti wala magonjwa. Tunakataa mauti, tunakataa bali mbaya, kwa kuwa imeandikwa mabaya yatatupata sisi. Ndani ya mwezi wa pili hakuna mabaya yatakayotupata. Tunafunga huo mlango wa kuzimu, kwa sababu adui wa njiani Bwana atatukomeshea wote, kwa sababu mkono wake utakuwa juu yetu. Acha mkono wa Bwana ukawe juu yetu kutuokoa dhidi ya adui wote wa njiani. Kila maadui walioinuka, waliopangwa, walioandaliwa ndani ya mwezi wa pili Bwana waharibiwe kabisa katika jina la Yesu. Ikiwa kuna mabahari yameandaliwa ili kutusomba, kila bahari, hata bahari ya Shamu iligawanyika, Baba akagawanye bahari zote zilizopangwa na makuzimu, zikagawanywa kwa jina la Yesu Kristo. Milima ipate kuyeyuka, sisi tupite katika jina la Yesu Kristo. Hakuna adui atakayetuzuilia njiani mwezi huu. Hakuna adui atakayetuzuia kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba ukatutenge na wote wanaotufuatilia, wanaotuwinda kwa namna mbalimbali. Bwana ukatuepushe nao, wanaotuwinda kwa namna mbalimbali Yesu ukatuepushe nao kwa jina la Yesu Kristo. Ropo sakara masaka risa kataya mando resa karia masekerienda repo koria masaka kandara masekeri masaka rapa shandorobo koria rapa sekeriana rapa koria manda rosa kataya mando risa karamasaka. Katika jina la Yesu Kristo, Baba tunakuomba katika jina la Yesu ukatuepushe na maadui wote wa njiani, ukatuepushe na maadui wote wa njiani, wote wanaotuwinda, wanaotufuatilia, wanaowinda kazi zetu, biashara zetu, utumishi, ndoa, uzao, afya. Baba ukatutenge nao kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba mwezi huu ukawe ni mwezi wa faida, naomba mwezi huu ukawe ni mwezi wa faida, naomba mwezi huu ukawe ni mwezi wa faida kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mwezi huu ukawe ni mwezi wa matokeo mengi, ukawe ni mwezi wa kuzaa, ukawe ni mwezi wa kuzaa sana kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Ndani ya mwezi ukawe ni mwezi wenye matokeo makubwa, ukawe ni mwezi wenye baraka nyingi, ukawe ni mwezi wenye kuinuka ndani ya mwezi huu kwa jina la Yesu Kristo. Isiwepo jambo lolote la kutuzuia Baba, katika jina la Yesu. Wote wanaotuvizia, wanaotuwinda njiani, tunawapiga upofu, nasi tutapita katikati yao, kama ambavyo malaika walipiga upofu wale waliokuwa wakiwawinda katika lango la Sodoma na Gomora kuingia kwenye nyumba ya Rutu, akawapiga upofu wasiuone mlango. Ndivyo nasi tunawapiga maadui zetu upofu, hawataona majina yetu wala biashara wala kazi wala ndoa wala watoto. Kwa damu ya Yesu Kristo tunawapiga upofu wote wanaotuvizia, wanaotutafuta, maadui wa njiani ndani ya mwezi huu. Adui yeyote anapigwa upofu. Watoto wetu hawataonekana, kazi zetu hazitaonekana, biashara, huduma hawataviona kwa damu ya Yesu. Nasi tunapita katikati yao katika jina
jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Tunapita katikati yao wala hawatatuona. Tunapita katikati yao wala hawatatuona. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Rama shandorobokoria rikandara masekeriana. Kwa damu ya Yesu nategua kila mitego ya mwindaji iliyotegwa njiani ndani ya mwezi wa pili, ya kwamba kunasa watoto wetu, ndoa zetu, kazi zetu, biashara na afya. Kila mtego uliotegwa njiani, ninategua hiyo mitego yote kwa jina la Yesu. Ninategua hiyo mitego yote kwa damu ya Yesu. Hiyo kila mitego iliyotegwa ninategua kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Natakasa siku zote za mwezi wa pili kwa damu ya Yesu. Nazitakasa hizi siku kwa damu ya mwana kondoo. Natakasa siku za mwezi wa pili zote, ninazitakasa kwa damu ya Yesu. Kila adui anayevizia hataona siku zetu wala kuziharibu. Tunajitenga mbali na shauri la watenda mabaya kwa damu ya mwana kondoo. Mungu tunakusihi katika jina la Yesu, ndani ya mwezi huu tukayaone mema yako, ndani ya mwezi huu tukazione fadhili zako na baraka zako zikatujie. Baba mtusaidie, hatutapungukiwa na chochote kwa sababu wewe ndiye mchungaji wetu kwa jina la Yesu. Hatutapungukiwa na fedha, hatutapungukiwa na chakula, hatutapungukiwa na amani, hatutapungukiwa na afya, hatutapungukiwa na chochote tunachokihitaji, kwa sababu Bwana ulisema tuombe lolote kwa jina lako. Kila tunachokihitaji hatutapungukiwa nacho kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Na utatubariki kupata riziki zetu kwa wakati, na utatujalia riziki yetu siku kwa siku sawa sawa na neno lako, ya kwamba utatupa riziki zetu siku kwa siku. Na ndani ya mwezi huu hakuna siku ambayo itapita tukakosa cha kuwa nacho, cha kuweka mezani. Ndani ya kila itwapo leo tutakuwa na maongezeko kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Mungu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, tunakuomba katika jina la Yesu tutie majaribuni ndani ya mwezi huu, tuokoe na yule muovu, tutenge mbali na kila jaribu lililopangwa ndani ya mwezi, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba ukadhihirike, ukaonekane, maana imeandikwa utadhibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Na kataa roho za kuonewa, na kataa hizo roho za kuonewa kwa damu ya Yesu. Na kataa hizo roho za kuonewa kwa damu ya Yesu. Na kataa hizo roho za kuonewa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila roho za kuonewa nazipangua, na haribu kabisa kila agenda na mikataba ya uovu kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Takatifu Mungu wetu, Baba ya mbinguni, katika jina la Yesu, koria masandara makoria rika mando robosaya rapa koria manda rika ndara masaka kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Takatifu Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, ropo sakara masike rama shendere makoria rapa koria manda mandara maseke rika mandorobo koria, katika jina la Yesu Kristo kwa damu ya Yesu. Wewe Mungu mwaminifu, Mungu wa haki, ambapo ukadhihirike, ukaonekane, ukatende sawa sana na fadhili zako, wema wako Bwana ukatufunike, tukayaone matendo yako Bwana, katika jina la Yesu. Naomba Bwana ukaachilie malaika watakao tulinda njiani katika jina la Yesu Kristo. Atulinde hao njiani, maana hata Israeli walijinyenyekeza kutafuta kwako njia iliyonyooka kwa ajili ya kulindwa na maadui wa njiani, na ukasema nitakupelekea msaada toka patakatifu pake, na kuagizia malaika wakulinde njiani. Na tunaomba ukatuagizie malaika zako wakatulinde njiani kwa jina la Yesu, wakalinde watoto wetu, wakatulinde kile tutakapotoka na kuingia ndani ya mwezi wa pili kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Wakatulinde tunapotoka, wakatulinde tunapoingia, wakatulinde tunapotoka, wakatulinde tunapoingia kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Rapa sakaria ndara masaka rapa shendele masai rapa koria mandorobo saka, katika jina la Yesu Kristo. Ropo koria mandara masa resa katayama mandorobo sikiri masaka rapa shandorobo koria, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, na kataa kila silaha zote zilizoandaliwa ndani ya mwezi wa pili, silaha zote na mashambulizi yake na maelekezo waliotoa Baba kwenye mwezi wa pili. Navunja hizo silaha zote, kila mikono iliyonyoshwa kuelekezwa kwetu kututenda mabaya, ninavunja hiyo mikono, maana imeandikwa panapo majira yale yale Herode mfalme alinyosha mikono kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa, nami navunja hiyo mikono kwa damu ya Yesu. Na imesema uvunje mkono wake mdhalimu, navunja mkono wa mdhalimu na haribu kabisa katika jina la Yesu. Umesema fimbo ya mdhalimu itakaa juu ya fungu la mwenye haki, hakuna kibaya kitakao kaa juu yetu kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Malaika zako watulinde, watuepushe na kila aina ya mabaya na hatari zote. Tunatengua kila matamko na maneno mabaya yaliyoandaliwa
yote tunayafuruga na kuyabatilisha, tunayaondolea uwezo na uhai na nguvu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Neema yako mtakatifu umesema iokoe wanadamu wote, ikafunuliwe, ikatuokoe na ubaya, ikatutenge na kila aina ya ubaya kwa damu ya Yesu. Na wote ambao Mungu mtakatifu kuzimu imewaandaa kwa ajili ya kuachilia uharibifu ndani yetu, Baba, katika jina la Yesu tunapangua, tunajitenga nao, nafunika vilivyo vya kwetu kwa damu ya Yesu. Baba, siku kwa siku, wiki na mwezi mzima, na nyunyiza damu ya Yesu, maana ulisema nikiona damu hata ingia mharibu kuharibu, hata tupata pigo liwalo lolote. Ndivyo nasi tunamwaga damu ya Yesu katika malango yetu, kuta, vitu vyetu vilivyo navyo, na watoto na waume na wazazi na ndugu, tunawanyunyizia damu ya Yesu Kristo. Yule mharibu akiona damu hata ingia kwetu kuharibu. Ndani ya mwezi huu tunakataa uharibifu wa namna yoyote, wala hakuna pigo wala dhara litakalotupata kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa ajili ya mwezi wa pili ambao Mungu umetujalia kuona, kwa sababu umesema kila tutakapokanyaga nyayo za miguu umetupa kumiliki, nasi umetupa kuingia ndani ya mwezi wa pili. Tumeingia na tunamiliki kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Ndani ya mwezi wa pili ukatuitikie, ukatukubali, ukatufadhili, ukatutolee vilivyo vyema, ukatupe watu sahihi, ukatukutanishe na yale tunayoyahitaji. Kila tunachokihitaji tukakipate kwa wakati katika jina la Yesu. Tusipungukiwe na chochote ndani ya mwezi wa pili. Magharibi, mashariki, kaskazini na kusini ikatutolee yaliyo mema kwa damu ya Yesu, na malango yetu na mbingu zetu zikawe wazi. Naondoa roho ya chuma na shaba kwenye mbingu zetu na ardhi zetu kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaondoa chochote ambacho kuzimu imekiamrisha ili kuharibu maisha yetu ndani ya mwezi huu kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, asante kwa sababu mwezi huu utatufadhili, baraka zetu, mikono, biashara zetu, kila tunachokifanya kitafanikiwa kwa damu ya Yesu. Ndani ya mwezi huu utatupa faida, kuna hasara wala ukame wala ukaufu katika mikono yetu. Naondoa roho ya ukiwa na mauti na ukame na ukaufu katika mikono yetu. Bali ndani ya mwezi huu tunakusanya, tunapokea vilivyo vyema kwa damu ya Yesu. Tunapokea vilivyo vyema kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunapokea vilivyo vyema kwa damu ya Yesu Kristo. Kila kilicho chema kinatujia katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu mema yatatujilia na kutupata katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Baba, sisi tunaomba na kuamini kwa sababu mwezi wa pili ni wa kwetu, na tumeshaingia ndani yake na tunaenea pande zote, magharibi, mashariki, kaskazini na kusini, viko wazi kwa ajili ya kututolea vilivyo vyema kwa jina la Yesu. Tunaomba kwa ajili ya ibada Bwana za siku ya leo. Tunaombea watumishi wa Mungu wote wanaosimama madhabahuni. Tunaombea neema na upako na mafuta ya Roho Mtakatifu yakawe juu yao. Kawasaidia Roho Mtakatifu kunena neno lako kwa ujasiri wote. Naombea kila mmoja mmoja anaingia katika nyumba yako, mfungua moyo wake Bwana ukaweze kupokea neno lako. Tunakutakasia ibada ya sifa, ibada ya neno, ibada ya shukrani, ibada zote na ibada za sadaka tunazokwenda kukutolea katika ibada ya siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ninakuomba Bwana ukawe pamoja na sisi na ukatufadhili, ibada ikaratibishwe na wewe, na inda kinyume na kila roho za mazoea na kila roho zote za mawazo ya kutangatanga. Achilia utulivu na zaidi ukaseme na sisi kwa bali ya mwezi mpya. Watumie watumishi wako kuachilia neno la hekima na maarifa na ufunuo katika jina la Yesu. Asante Mungu wa pekee na wa kweli, kwa sababu utakuwa nasi katika hizo ibada, na watumishi wako utawatia nguvu na kunena neno lako kwa ujasiri katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya watoto wako na watumishi wako ambao wameachilia maombi yao kwenye hii madhabahu. Baba, wanaamini ya kwamba wewe ni Mungu unayesikia na unajua wanayoyahitaji, lakini umesema tuombe bila kukoma. Mungu, na kuinulia maombi yao kwenye madhabahu yako. Baba, endelea kuwakumbuka na kuwalinda, na ndani ya mwezi wa pili ukawatimizie haja za mioyo yao, ukawatendee sawa na fadhili zako. Na kizaidi ya yote Mungu, tunakuinulia wale wote ambao wametupa mkono wa shirika kwa nadhiri zao, na wale ambao wamekwisha kutoa kabisa, tunawaleta mikononi mwako. Tunakushukuru kwa ajili yao, endelea kuwabariki na kuwazidisha. Tunakuletea na wale ambao wameanza kupunguza, Roho Mtakatifu kwa pamoja nao. Hata wale ambao hawajatoa kabisa, Mungu, na kuomba katika jina la Yesu wakumbushe nadhiri zao, na kuzimu isipate uhalali wa kuwafunga na kuwazuia, ili kuachilia laana juu yao. Mungu mtakatifu, mfalme mwema, unasema mtu akinitumikia Baba wa mbinguni atamheshimu. Naomba heshima yako na kibali cha kiungu kikae juu yao, na kazi zao na biashara zao na ndoa zao
na familia zao, na kila wanachokifanya kikafanikiwe, ukawaachilie neema ya utofauti katika kila hatua zao, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru kwa sababu umefanya. Jina lako Mungu litukuzwe. Uweza na nguvu vyote ni vya kwako, kwa sababu jina lako limeinuliwa. Na zaidi ya yote Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya watoto wetu wa kidato cha 4. Bwana, tunakushukuru Roho Mtakatifu, asante kwa ajili yao. Asante Mungu wa milele, asante Yesu. Asante Baba kwa namna ambavyo tulikuita kwenye hii madhabahu kwa ajili ya watoto wetu waliofanya mitihani, matokeo yametoka, watoto wetu wamefaulu katika kiwango cha juu sana. Hakika Mungu wetu wewe uko juu, na watoto wetu Bwana umewatendea kwa ukarimu. Tunakubariki. Asante kwa ajili ya kila mtoto ambaye Baba Mtakatifu umemtendea. Asante Yesu Kristo kwa ajili ya wale wote waliokumbuka kurudisha shukrani, kwamba tunakumbuka ya kwamba Mungu tuliomba na wewe Bwana umefanya. Ninakubariki Kristo kwa ajili yao. Uhimidiwe, utukuzwe Mungu wetu kwa sababu umefanya. Katika jina la Yesu, endelea kuwalinda na kuwasaidia katika hatua zao mpya, wanapokwenda kujiandaa na masomo mapya, msimu mpya wa kuingia kidato cha 5. Katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Uhimidiwe, utukuzwe Kristo Bwana, kwa sababu wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, tunaleta na sadaka zetu tunazo kwenda kukutolea kwa ajili ya lango la mwezi wa pili. Mungu, tunaomba ukazikubali, ukazitakabali, na zaidi ya yote Mungu zikasimame kama ukuta, zisimame kama ulinzi, zisimame kama moto kwa uweza wa nguvu zako, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Pokea sifa Kristo Bwana, kwa sababu umesema hazina ya mtu iliko ndiko na moyo wake utakapokuwa. Na sisi mioyo yetu na kila kichwa cha kwetu na mali na watoto na vilivyo vya kwetu vyote tunaviweka kwenye mikono yako, ili tupate kuwa salama katika mwezi wa pili. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaombea. Wanaosafiri wasafirishe salama, waepushe na mauti na ajali kwa damu ya Yesu. Wagonjwa wote waliolala vitandani hospitalini, uwarehemu na uwahurumie, waponye, maana kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Wamama wajawazito wape neema ya kujifungua salama kwa damu ya Yesu. Tunaomba amani kwenye mitaa yetu, tuepushe na uovu na mabaya yote. Neema ya wokovu ikapite kwa wanaume na wanawake na vijana kwenye mitaa yetu. Tutenge mbali na hatari na wizi na majanga ya kila namna kwenye mitaa yetu, ili tujalie kukaa salama katika jina la Yesu. Vifo vya ghafla kwa tutenge navyo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tunakataa visasi, maripizi na mashambulizi ya kila namna. Roho Mtakatifu tuzingire, uwe pamoja na sisi na utusaidie katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeomba na kuamini kwamba unaenda kutenda. Heshima na mamlaka na nguvu na ukuu na uweza Baba, vyote ni vya kwako. Wabariki watu hawa, walinde, watunze katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Mkono wa Mungu ukawe juu yetu, ukatutenge na maadui wote wa njiani. Ni kwa utukufu wa Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Amen, amen, amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi mpya. Mungu wa mbinguni awabariki. Sawa sawa na Ezra 8:20 mpaka 21 mpaka 23. Mkono wa Mungu ukawe juu yetu, ukatulinde sisi, watoto wetu na mali zetu zote. Mkono wa Bwana ukawe nasi ndani ya mwezi mpya. Hakuna baya wala uharibifu utakao kuwa upande wetu, kwa sababu mkono wa Bwana utakuwa pamoja na sisi katika jina la Yesu. Na Mungu atatulinda na maadui wote wa njiani katika mwezi mpya. Ongera kwa sababu Mungu amekupa kuona mwezi mpya, maana amesema kila zitakapokanyaga nyayo za miguu yako amekupa. Mungu amekupa mwezi wa pili, nenda ukafanikiwe na ukamiliki na kuenea pande zote. Amen. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki. Kumbukeni sadaka ya lango la mwezi tunatumaga kwa muda huo au kwa siku hiyo. Huwa tusubiriagi, ni lango la mwezi. Madhabahu za kuzimu wako kwenye sadaka zao na makafara yao na matunguli yao, na sisi kwenye madhabahu ya Mungu tunaachilia sadaka yetu ndani ya lango la mwezi huo. Mungu wa mbinguni awatunze na watakia ibada njema, na Mungu awabariki. Kwa wale watu wa YouTube, poleni sana, tumeshindwa kwenda na sisi kwa wakati, lakini neno linalotuongoza ndio hilo katika mwezi wa pili ni Ezra 8 kuanzia mstari wa 20 mpaka mstari wa 23. Mungu wa mbinguni awabariki. Mkono wa Mungu usipungue, kawe pamoja na nyinyi. Namba zetu za sadaka kwa ajili ya lango la mwezi ziko hapo, na kwa ajili ya mawasiliano basi tuwasiliane kupitia hizo namba. Mungu wa mbinguni awatunze. Mungu awabariki sana. Tunaanza mfungo ni kesho tarehe 2 ndio tunaanza mfungo. Amen. Tutaanza mfungo kesho tarehe 2 mpaka tarehe 9. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen.